If you serve God ukimtumikia Mungu faithfully, kwa uaminifu, with commitment, kwa kujitolea, not looking at others, usiwaangalie wengine, because often in the kingdom kwa sababu mara nyingi katika we ufalme want to see what others are doing tunataka kuona kile wengine so wanakifanya that we can also do. ili kwamba sisi tukaweze kuiga. You didn't come with anybody. Au kuja na mtu yeyote. It is even amazing Inashangaza sana that most ya believers, kwamba waamini wengi the day you come to Jesus, siku ile ambayo unakuja kwa Kristo, you come alone. unakuja peke yako. Now when you reach this place, Na unapofika mahali hapa, you start making friends. unaanza kutengeneza marafiki. And foolishly enough, Na kwa kipumbavu, you allow friends unawaruhusu wa marafiki whom you don't even know ambao wewe hata huwajui their motives or how they came to salvation or jinsi to walivyokuja Jesus. katika wokovu kwa You Kristo. don't know. Haujui jinsi And then walivyokuja. you allow these people Na wewe unawaruhusu hao watu to influence you negatively wakakushawishi katika hali isiyofaa instead of serving God, badala ya kumtumikia Mungu. and you accept now negative influence. Na wewe unakubali ushawishi usio sawa. Bwana asifiwe. Amen. That's very dangerous. Hiyo ni dangerous. It's good to stand firm Inabidi usimame wima and do that which he called you to na do. utende kile alichokuita ukitende. And many people stop their blessings Na watu wengi wanazuia baraka zao. because why? Kwa nini? They want to imitate other people. Wanataka kuwaiga watu They wengine. want to do what other people are doing. Wanataka kufanya kile wengine wanakifanya. You shouldn't be an imitator, Wewe usiwe mtu wa kuiga but watu. you must be somebody who does that which you are called to do. Lakini wewe lazima uwe mtu unayefanya kile ambacho Believe in Kristo alifanya. Jesus. Uamini katika Kristo. Stand strong, Simama wima. serve God, Mtumikie Mungu. be faithful. Kuwa mwaminifu. Whoever agrees with you, Yeyote anayekubaliana glory na be wewe, to God. utukufu kwa Mungu. They disagree with you, Akikataa kukubaliana na that's their wewe, position, hiyo ni sehemu yao. that's their views. Huo ni mtazamo So wao. what? Alafu Keep moving endelea kusonga mbele and God's going to bless na you. Mungu atakubariki. Now listen. Sikizeni sasa. This lady danced Huyu mwanamke alicheza until the king was pleased. mpaka mfalme akafurahishwa. You know, he had other kings with him, Unajua alikuwa na wafalme his wengine, friends who had visited him. marafiki zake ambao walikuwa wamemtembelea. So when she danced, Wakati alicheza huyu binti, the king stood up mfalme alisimama and said, "You have blessed my heart. akasema, umebariki moyo wangu, I want to bless you too. nataka nikubariki na wewe pia. Name whatever you want, Taja chochote I ukitaka, will give you." mimi nitakupatia. Now the daughter said, Sasa huyu binti akasema, "Give me some time, nipe muda, some few minutes. dakika chache, I'm coming to tell you what I want." nitakuja kukwambia ninachokitaka. So she went running to her Kwa mother. hivyo alienenda akakimbia kwa mamake. She said, "Now what should I ask?" Akamwambia mamake, nitauliza nini sasa? The mother said, Mama akasema, "Ask for the head of John the Baptist, itisha kichwa cha Yohana Mbatizaji, because he is my enemy. kwa sababu yeye ni adui yangu, He's against my marriage, yeye ako kinyume ya ndoa yangu, and I want him to die." na mimi nataka yeye afariki. You see, sometime Wakati mwingine men of God can see something watu wa Mungu wanaweza kuona kitu that you don't see, ambacho wewe haukioni, and they can tell you na wanaweza kukwambia that I see this or that. kwamba naona hiki na kile. They may not even tell you that I see this and that, Huenda wasikwambia naona hiki na but kile, they just tell you lakini watakwambia tu that this man kwamba or huyu mtu this woman ama huyu mwanamke is not good for you, sio mwema kwa ajili yako wewe, because they see something. kwa sababu wanaona kitu, And maybe they not told you, but they just tell you, you know, it's not good for you. lakini wanakwambia tu sio mzuri kwa ajili yako, And you say, "Hey, no, I love this so much. na wewe useme hapana, mimi I have to napenda marry sana, this one. lazima niolewe I have to huyu, marry this one." lazima niwewe huyu. Whenever somebody refuses to listen to us, Na kila wakati mtu anapokataa kutusikia sisi, and then you go on, kisha anaendelea, you have yourself to blame, utajilaumu mwenyewe. because we cannot force you, Sisi hatuwezi but kukulazimisha, we will give advice. lakini tutakupatia ushauri. Even the child you have given birth to, you cannot force when it comes to marriage, Hata yule mtoto ambaye umemzaa hauwezi kumlazimisha inapofika wakati wa ndoa, because it's about love. kwa sababu inahusiana na upendo. So you can just give Kwa advice. hivyo wewe unaweza kupatiana tu ushauri. My daughter, be careful. Binti yangu makinika, My son, be careful. kijana wangu makinika. Ama namna gani? Kweli. So if you go on, Na kama wewe utaendelea and then whatever you get, na kile utakachokupa you start blaming God. unaanza kumlaumu Mungu, It's not God, na sio Mungu, it is you, ni wewe, because you refuse to listen. kwa sababu ulikataa kusikia. So the daughter went back to Herod. Kwa hivyo binti akarudi kwake Herode, "Give me the head of John the Baptist. akamwambia nipatie kichwa cha Yohana That is Mbatizaji. what I want." Hicho ndicho ninachokitaka. The father said, "But I propose you so many things. Babaka akasema, lakini nimekupatia vitu vingi, Even a half
hata nusu of the kingdom I can cut a piece and give you. nusu ya ufalme wangu naweza kukata nikakupatia You wewe. become also queen, it becomes your territory. Pia wewe ikawe ni mahali pako mamiliki yako. You'll be raising taxes and then you become great. Utakuwa unapata taxes na unakuwa What are you going to do with the head of John the Baptist? Je, utafanya nini na kichwa cha Yohana Mbatizaji? How is he going to help you? Je, itakusaidia vipi? She said, that's what I want. Akasema hicho ndicho ninachokitaka. Because it was commanditated by the mother. Kwa sababu mama yake ndiye alimshawishi afanye vile. So the king said, okay, because I had vowed, Na mfalme akasema ni sawa kwa sababu nilikuwa nimetoa nadhiri. so I have to obey to respect my vow. Lazima nitimize nadhiri yangu. I don't want to be ashamed to be ashamed before my friends. Sitaki kuaibika mbele ya watu wangu. So he sent police, Akatuma wale walinzi, go to the cell, enda katika seli, cut the head of John the Baptist kata kichwa cha Yohana Mbatizaji in a plate. katika sahani, They brought it before the king, wakakileta mbele za mfalme, the head of a prophet. kichwa cha nabii. That's how, Hivyo ndivyo according to our definition, kulingana na uchambuzi we wetu can say John was a failure. tunaweza kusema Yohana alikuwa mshindwa. If our definition Kama uchambuzi wetu is in terms of what I just told you, iko kulingana na kile ambacho nimewaambia, it means John had failed. inamaanisha basi Yohana alishindwa Because he's dying for a common dance. kwa sababu anakufa kwa kucheza kwa kawaida tu, Because a girl danced. kwa sababu mwanadada alicheza, His head is cut off. kichwa chake kinakatwa. Try to imagine the head of a prophet Jaribu kutafakari kichwa cha nabii put on a plate kimewekwa kwa sahani with blood. na damu, And then the soldier, police is carrying the head. na maaskari wanabeba mwili ule, Come and give to this daughter. kuja wanapatiana kwa huyu binti, And she takes it, the head. na yeye anachukua kichwa kile. I don't know what she could see in the head. Sijui ni nini alichokiona katika kichwa The kile. head with a long beard. Kichwa kiko na ndevu kubwa The nyingi, head of a prophet. kichwa cha nabii, You know, carrying it on a plate. amekibeba katika sahani, Going to her mother. anaenda kwa mamake. I don't know if she was shaking. Sijui kama alikuwa anatetemeka, I don't know what happened in her life that particular day. sijui kilichotendeka katika maisha yake wakati ule And also in the coming days. na katika siku zilizofuata. So the mother took the head. Kwa hivyo mama alichukua kichwa. The Bible doesn't tell us what she did with the head. Biblia haituambia alifanya nini na kichwa kile. Bwana asifiwe. Amen. Listen people. Sikizeni watu wa Mungu. What do I want to say here? Je, nataka kusema nini hapa? I want to talk about our definitions Chambuzi zetu of achievements. za kufanikiwa. You know, if we say we have succeeded, Kama tunaweza kusema tumefaulu. that's definition. Uchambuzi ule. And when you look at the life of John the Baptist, Unapoyatazama maisha ya Yohana Mbatizaji, it's not getting along. haingiani na uchambuzi ule. What does it mean? Je, inamaanisha nini? It means any life Inamaanisha maisha yoyote that does not glorify Jesus. yasiyomtukuza Kristo. It doesn't matter how that life lived here on earth. Haijalishi maisha yale yaliishiwa aje hapa duniani. That life is a disappointment. Maisha yale yameshusha ufalme. It is a curse. Ni laana. It doesn't matter Haijalishi how money you gather in this life. ni hela kiasi kipi utaweka katika maisha haya. As long as that money Ili mradi hela zile didn't recognize the person of Jesus hazikumtambua Kristo or the authority of Jesus, ama mamlaka ya Kristo, whatever you have done, achieved, chochote ambacho umekiafikia is just a disappointment. ni kitu ambacho kimeangusha ufalme. It is vain, it's void. Ni kitu bure. Whatever you do, Chochote you utakachofanya, get a good marriage, upate ndoa nzuri, beautiful marriage, upate ndoa good nzuri, husband, upate mume mzuri, good wife, mke mzuri, no matter what, if haijalishi that marriage kama ndoa ile didn't recognize haikutambua the authority of the person of Jesus mamlaka ya mtu and aitwaye Kristo, glorify his name, tukuza jina lake, that marriage is void maisha yale ni and bure a disappointment. na ni yameshusha If you ufalme. get the children, Kama utapata watoto, no matter how beautiful they are, haijalishi ni warembo no matter how kiasi kipi, successful they are, haijalishi wamefanikiwa if wapi, these children kama hao watoto fail to recognize watakosa or to kutambua glorify ama the kutukuza person of Jesus Kristo and his authority, na mamlaka yake, it is a total failure. basi ni ameanguka, It is void. ni mambo bure. If you achieve Kama utaafikia education,
masomo at the highest level. katika kiwango cha juu, You achieve like maybe 5 doctorates ama ukuwe na madaktari or 20 master's ama ukuwe degrees. na masters 20 stahada. If that knowledge kama ufahamu ule fail to recognize utakosa kutambua the authority of Jesus mamlaka ya Yesu and the person of na Jesus, mtu aitwaye Kristo, whatever that you can call achievement chochote ambacho unaweza kuita ufanisi is a total disappointment. basi ni before God. umeangusha It ufalme, is vain and failure. ni bure na umeangusha, void. ni kitu bure. So whatever you do, Chochote ukifanyacho, you can fly, unaweza kupaa, you can buy private jets, unaweza kununua ndege zako you binafsi, know, make them beautiful. uzifanye ziwe rembo. It doesn't matter Haijalishi if you do that kama utafanya and vile wear gold na uvae dhahabu from the sole of your feet kutoka katika nyayo za miguu yako to the head. mpaka kwa kichwa chako. If you fail to recognize Kama utakosa the kutambua authority of Jesus, mamlaka ya the Kristo, person of Jesus, mtu aitwaye Kristo, whatever you call achievement chochote unachokiita is ufanisi bure. ni bure, It is useless. ni bure, It's disappointing ni bure before the Creator. mbele ya ufalme, Because one day kwa sababu siku moja you shall be called back home, utaitwa urudi nyumbani, whether you are rich or poor, uwe tajiri au maskini, whether you had private jet or not, uwe na ndege ya binafsi whether you are ama educated or not, uwe umesoma ama whether hujasoma, you had a position on uwe earth na or not. cheo ama hauna cheo, It doesn't matter that. haijalishi. The way you will go Jinsi is utakavyoenda the same way the chicken goes. ndivyo The way you will go vile is utakavyoenda, the same way a goat goes. ni vile ambavyo The way you will go vile is utakavyoenda the same way the madman goes. ndivyo mwendazimu anavyoenda. You know. And then Kisha you shall be called utaitwa to give account. patiana And makadirio, then kisha you will look back utaangalia nyuma. into your footsteps. John lived in the desert Yohana aliishi katika wearing jangwa, the skin of a camel. akivaa ngozi He ya- never complained. hakuwahi kunungunika. His entire life, Maisha yake yote he went all over Judea, alizunguka kote Yudea, shouting akipaza sauti, and crying, akilia, the Messiah is coming. Mesihi yuaja, Jesus, the Son of God. Yesu mwana wa Mungu. Bring down every mountain, Milima yote na ikashushwe, fill every valley. mabonde yote na yakajazwe. He never regretted Hakuwahi kujuta all the days of his life. siku zake zote za maisha. And when Jesus came, Na wakati Yesu alipokuja, he said, this is a successful man. tukasema huyu ni mtu aliyefanikiwa. This is a successful man. Huyu ni mtu aliyefanikiwa. Among those born of women, Miongoni mwa wale waliozaliwa na mwanamke, apart from the Son of Man, isipokuwa mwana wa Mungu, there is nobody bigger like this one. hakuna aliye mkuu kuliko huyu. John the Baptist. Yohana Mbatizaji. We were born to fulfill an assignment. Tumezaliwa kutimiza makusudi fulani, That assignment na kazi ile is to say Jesus is ni Lord. kusema Yesu ni Bwana. That assignment Kazi ile is to affect our generation positively ni kutikisa kizazi chetu katika hali iliyo sawa with the knowledge of Christ. na ufahamu wa Kristo, To make sure that kuhakikisha ya the kwamba people surrounding us wale ambao wanatuzingira come to the knowledge wanakuja kwa ufahamu and to the understanding na kwa kuelewa that Jesus reigns, kwamba Yesu yatawala, the authority of Jesus. mamlaka ya Yesu. If they understand the authority of Jesus, Kama wataelewa mamlaka ya they are Yesu, going to serve him. basi watamtumikia yeye. Hallelujah. Amen. Sometimes we fail to in our thanksgiving. Wakati mwingine tunaanguka katika kutoa kwetu You shukrani, start asking yourself questions. tunaanza kujiuliza maswali. Why should I thank him? Mbona nimshukuru? I don't have a house. Sina nyumba. Why should I thank Kwa nini him? nimshukuru? I don't have a vehicle. Sina gari. Why should I thank him? Mbona nimshukuru? I don't have marriage. Sina Why ndoa. should I thank Mbona him? nimshukuru? I don't have this. Sina I hiki. don't have Sina that. kile. Why should I thank Mbona him? nimshukuru? You know? Eh? But this guy Lakini huyu had nothing hakukuwa na chochote kile of what you call success. ya kile ambacho wewe unakiita ufanisi, And yet, lakini Jesus calls him Yesu anamuita the greatest success of all times. mkuu ama mfanisi mkuu wa miaka yote. To be alive Kuwa hai is a miracle. ni muujiza. To go to bed at night, Kuenda kulala usiku, to wake up in the morning, kuamka asubuhi it's a miracle. ni muujiza, Because you can command your mouth kwa sababu unaweza kuamuru kinywa chako and it refuses to be commanded. na kikakatae kuamrika. You want to speak Unataka kunena in your brain, katika mawazo yako, you command the mouth. katika ubongo wako unaamuru You mdomo, say ABCD, unasema sema kitu fulani na fulani, and the mouth says, mdomo unasema ha. You say, hey, you Unasema, mouth, wewe mdomo wewe, I'm commanding you. ninakuamuru Say ABCD. sema mambo fulani na fulani na You fulani. open your mouth, Unafungua mdomo, it does fanya ha. Because your brain Kwa sababu ubongo wako has failed, it umeshindwa, cannot command your mouth. hauwezi kuamuru mdomo wako. You want to lift up your feet, Unataka kuinua mguu wako,
it's not living. Mguu wako You hauinuki. can't. You are unable to lift it. Hauwezi kuinua mguu tena. It's not moving. Why? Usonge mbele kwa nini? Sometimes you wonder, why is it that I can't lift? I can't use my feet, my Wakati legs mwingine today. unashangaa, mbona siwezi kuinua mguu wangu? You know, but you can use them. Lakini unaweza You can kuitumia. lift them up Unaweza kuinua miguu yako because God has blessed you. kwa sababu Mungu amekubariki. There are people who ignore Kuna watu ambao wanapuuzilia mbali the goodness of God, wema wa Mungu, the beauty of God, urembo wa Mungu, the things God has done in their yale lives, mambo ambayo Mungu amefanya katika maisha yao, kwa because sababu their definitions uchambuzi wao of success wa ufanisi is wrong. ni mbaya. You see, your definition of success Uchambuzi wako wa ufanisi may not be God's definition. huenda usiwe ni uchambuzi wa Mungu. As a child of God, Hivyo kama mwana wa Mungu you try your best unajaribu sana to make sure that kuhakikisha ya your kwamba definition of success ufanisi agrees. unakubaliana. Hallelujah. It agrees with Unakubaliana what the Bible says. jinsi ambavyo Biblia inasema, Or ama you give a definition, ama unapatiana uchambuzi, but the definition is fake lakini uchambuzi ule sio sawa, because you see physical things. kwa sababu unaona mambo ya kimwili, You don't see spiritual things. hauoni mambo ya kiroho. You judge things with the carnal body, Unaangalia vitu kulingana na mwili, but you don't judge things with the spiritual mind. lakini hauangalii na mawazo ya kiroho. God, I don't have a private jet, Mungu, sina ndege ya kibinafsi, but I thank you for life. lakini nakushukuru kwa maisha. Kwa When uhai. I was in the dust of the ground, Nilipokuwa katika mavumbi you could see me, uliniona, you saw my face, uliona uso wangu and pulled me out na ukanivuta kutoka katika of the mavumbi, dust of the ground. katika mavumbi ya ulimwengu. I love you. Nakupenda Mungu. Many people we were born with Wengi wao ambao tulizaliwa pamoja na wao are gone already. wamefariki tayari, They are not there anymore. hawapo nasi tena. I remember whenever I go to DRC, Nakumbuka wakati wote ninaporudi kule DRC, I try to ask for some friends najaribu kuulizia rafiki fulani na fulani that we grew up with. ambao tulikuwa pamoja na wao, Where is ABCD? Where is fulani that na one? fulani yuko wapi? They tell, this one went away. Anasema huyu alifariki He tayari, went to be with the Lord. alienda kuwa na Mungu. Or the other guy. Ama yule mwingine, How about this one? Hey, how about this one? na huyu, You know, but we are still there lakini sisi bado tuko because of the grace of God. kwa sababu ya neema ya Mungu. Just go before God. Twende mbele za Mungu, Tell him, God, tumwambie Mungu, for this far I've come, kwa umbali huu niliofika, I say thank you. nasema asante. Very important. Ya muhimu sana, Very important. ya muhimu sana. I may not have built a villa, Huenda nisiwe nimejenga nyumba but I kubwa, say thank you. lakini nasema asante, I have life. niko na uhai. You may think you have not achieved much. Huenda unafikiria kwamba hujafikia mengi, Maybe you managed to save one soul, pengine one soul or two souls. ulimhubiria Isn't tu it? mtu mmoja ama wawili wakaokoka. That's an achievement. Umewafikia kitu fulani, Ama namna gani? ni ukweli. Maybe Pengine tomorrow is now you are there. kesho ndio siku yako sasa, That God want to take you to na places kwamba Mungu anataka kukupeleka mahali pengi, because God is God. kwa sababu Mungu ni Mungu. What you do with life today Kile unachofanya na maisha leo decide kinaamua what you get tomorrow. kile unachokipata kesho. The way you thank God today Jinsi utakavyomshukuru Mungu leo decide what God gives you tomorrow. utaamua kile ambacho Mungu atakupatia kesho. It doesn't matter where you are. Haijalishi uliko. I was trying to think this morning Nilikuwa najaribu kutafakari asubuhi ya leo about this paralyzed man kuhusu huyu mtu ambaye alikuwa paralyzed at Bethsaida or Bethesda, kule Bethesda, and this guy is lying down na amelala pale for chini 38 years. kwa miaka 38. When Jesus came, Wakati Yesu alikuja, do you want to get better? akasema, je, unataka kuwa I don't sawa? have anybody Sema sina mtu, to push me inside the water. akanitupe ndani ya maji. When the angel comes in, Wakati malaika anapokuja, when water is agitated, wakati maji yametikiswa, nobody to help me. hakuna mtu wa kunisaidia. Try to imagine. Jaribu kutafakari. This is a man. Huyu ni mtu He has the will, ako na nia, but no power. lakini hana nguvu. The will is there. Nia I iko, want to go in water, anataka kuingia kwa maji, but the body refuses. lakini mwili unakataa, He can't go in water. hauwezi kuingia katika maji. Bwana asifiwe. Amen. People of God, Watu wa Mungu, November is here with us. Novemba iko hapa pamoja nasi. We want to pray. Tunataka tuombe. In the month of November, Katika mwezi wa Novemba, you wake up in the morning, amka asubuhi, you just thank God. unamshukuru Mungu. Forget about God give me ugali. It's not a month of ugali. Sahau It's mambo a ya month ugali. of Ni thanksgiving. mwezi wa kushukuru Mungu. Oh, God give me money. Oh, Mungu nipatie It's pesa. not a month of give me money. Sio mwezi wa It's a kuuliza month hela. of God thank you.
Ni mwezi wa kusema Mungu asante. God will meet all your needs Mungu atakutana na mahitaji yako yote as you thank him. jinsi unavyoendelea kumshukuru. God will bless you Mungu atakubariki as you thank him. unapoendelea kumshukuru. God will lift you up Mungu atakuinua as you thank him. unapomshukuru yeye. In November, Mwezi wa Novemba we receive miracles tunapokea miujiza through thanksgiving. kupitia kutoa shukrani. Did you get that? Je, umepata yale? Now, Sasa start preparing. anza kujiandaa. It's a month of prayer and fasting. Ni mwezi wa kufunga na kuomba. Not eating. Hatuli, We'll be eating in the evening. tutakuwa tunakula jioni. And you eat with mathematics. Na unakula chakula kidogo. Eat with calculation. Unakula chakula kidogo. You don't put a pot of soup there. Usimeze chakula. You sahani eat nzima. until you feel that food is now here, Usikule chakula mpaka ifike kwa shingo. And then you go to bed. You say, because tomorrow I'm not eating, so it is up to here. By the time it comes here, it's already evening. I top up. Amen. Thanksgiving. Kutoa shukrani It's an opportunity ni fursa to thank God. kumshukuru Mungu. It's an opportunity Ni fursa to thank God. kumshukuru Mungu. This is the pillar Hii ni nguzo of our faith. ya imani. Listening to this message, you are not born again. You want to live your life to Christ Jesus. I want to pray with you. Can you pray after me? Say, Lord Jesus, here I am. I've heard your word. I come before you. I repent all my sins. Forgive me and accept me as your child. I've made up a decision to love you, to accept you, to believe in you, to follow you from today and forever. Thank you for accepting me as your child. Thank you for forgiving my sin. Thank you for making me your child. I thank you, Jesus. Thank you for saving me. In Jesus' name I pray. Amen. I want to pray for every person who has a different need. Father, in the name of Jesus, I pray for your people. They have various needs, oh God. Touch every person. Meet every person to his point of need. Heal those who are sick. Liberate those who have been made prisoners by the enemy. Resurrect those who are dead and give them back life and hope. We thank you and we glorify you. Receive all the glory. In Jesus' name I pray. Amen, amen, and amen. God bless you for listening. Welcome to our services. We are from Embakasi, Nairobi, Resurrection Temple International, opposite Nyayo Estate between Gate A and Gate B. God bless you. My name is Tengu Yoka. I greet you. God bless you. Thank you.